Nasi ndugu Lady Abbas Musa, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya mapato Tanzania, wajumbe wa bodi ya mamlaka ya mapato, ndugu Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, management na watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania, viongozi wa serikali na viongozi wa sekta binafsi mliopo nasi, wakurugenzi wa makampuni na wafanyabiashara wote mliopo pamoja nasi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, ndugu zetu walipa kodi, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. TRA oye! Kwanza nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kutana hapa leo katika siku hii muhimu ya maadhimisho ya safari ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, pamoja na kutambua na kuenzi mchango wa walipa kodi katika maendeleo ya taifa letu. Natoa shukrani za dhati kwa Waziri wa Fedha na Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Pamoja na kwamba inaitwa Tuzo ya Rais, mngeweza kufanya tu na mgeni rasmi mwingine, lakini mmenipa heshima hii, asanteni sana. Na kupongeza Kamishna Mkuu wa TRA, bodi, management na watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maandalizi mazuri ya tukio hili. Hakika shughuli hii imefana. Hongereni sana. Nitumie nafasi hii pia kutoa pongezi na shukrani zangu kwa walipa kodi wote nchini kwa uzalendo na ushirikiano wenu mnaoendelea kuutoa katika kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa hiari. Nawashukuru sana. Ninyi ni sehemu muhimu ya safari hii ya mafanikio tunayoadhimisha leo. Kwa namna ya kipekee, niwapongeze sana walipa kodi bora waliotambuliwa na kutunukiwa Tuzo ya Rais kwa mwaka huu. Hapa nawiwa kuwashukuru Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kukubali pendekezo langu la kukuza hadhi ya tuzo hizi zilizokuwa zikitolewa na mamlaka na sasa zinakuwa tuzo za rais. Wafanyabiashara wanaotekeleza wajibu wao wa kisheria na kizalendo wa kulipa kodi kwa uaminifu na kwa wakati wamejijengea heshima hii, nami sikuwa na budi kuwapa heshima hii. Tuzo hii inatolewa kwa mara ya kwanza ikiitwa Tuzo ya Rais kwa mlipaji kodi bora. Hivyo basi, tunapowatunuku walipa kodi bora leo, tunatuma ujumbe kwa walipa kodi wengine wote nchini kwamba serikali inatambua, inathamini na kuheshimu mchango wenu katika kulijenga taifa letu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania imebeba safari ya mageuzi katika kujenga uwezo wa nchi kujitegemea. Tumemsikia hapa kamishna ametueleza. Tulipoanzisha mamlaka hii miaka 30 iliyopita, dhamira yetu haikuwa kukusanya kodi tu, bali kuiwezesha serikali kujisimamia kiuendeshaji kwa mapato yake ya ndani ya nchi. Pamoja na kwamba tunapata mapato ya nje ya nchi, lakini yale tunayokusanya ndani tuyasimamie wenyewe, tufanye maamuzi wenyewe jinsi ya kujipangia matumizi. Wenzetu katika nchi nyingine ndani ya bara hili la Afrika leo wanakusanya mapato ndani ya nchi na wanayapeleka kwenye benki kuu za nje ya nchi kuwekewa mapato yale. Kwa Tanzania hilo halipo. Kwa hiyo tujipongeze. Safari hii ya miaka 30 imeakisi uwezo wetu kama nchi katika kujenga uchumi na kuimarisha huduma kwa wananchi. Pamoja na safari hii ya mafanikio, bado hatujafika tunakokwenda. Miongo hii mitatu ni kipindi kilichopita kimetupa uzoefu, lakini kimetupa fursa kujitathmini, kujipanga upya na kuimarisha zaidi
taasisi yetu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Uchumi wetu unakuwa kwa kasi, biashara zinazidi kufunguka, na kwa namna hiyo hiyo mfumo wetu wa kodi hauna budi kubadilika kuendana na wakati tulionao. Tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka. Tutakumbuka kuwa mwezi Julai mwaka juzi 2024 tuliunda tume ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini ambayo imetoa mapendekezo kadhaa ambayo yakitekelezwa tutaunda mfumo unaohamasisha na kurahisisha ulipaji wa kodi na kuwafanya walipa kodi kutambua kwamba kulipa kodi ni wajibu, ni uzalendo na ni kutunza heshima ya taifa letu, yaani kuelekea kwenye kujitegemea. Taifa lolote ili liwe na nguvu ya kupanga, kuamua na kutekeleza mipango ya maendeleo yake halina budi kujenga mfumo imara wa kodi na mapato ya ndani wenye ufanisi na unaoaminika. Na hivi ndivyo wenzetu walioendelea walivyofikia hatua ile. Sisi sote ni mashahidi wa mabadiliko na mwelekeo wa siasa za dunia kila kukicha. Mabadiliko haya yanaathiri nyanja zote za maisha, ikiwemo kushuka kwa uchumi kunakoonekana katika mataifa mengi duniani kwa wakati huu. Tunaishi katika zama za mataifa kukubaliana katika biashara na kwa kiasi kikubwa kupungua kwa misaada. Tunaishi kwenye zama za kuongezeka kwa masharti ya mikopo. Wakati huo huo, kuna ongezeko la mahitaji ya wananchi. Kwa msingi huo, hatuna budi kujenga uwezo wetu wa ndani kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ili kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa. Hatutaweza kwenda 100% kujitegemea, lakini kwa kiasi kikubwa tunaweza kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani. Kwa mantiki hiyo, kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zitazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea. Na hapa nataka nikubaliane na kauli mbiu ya tukio hili inayosema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ila uzalendo huu lazima uwe wa pande zote. Mwananchi au mfanyabiashara au mwekezaji alipe kodi kwa uaminifu. Mamlaka ya mapato ikusanye kwa haki na serikali itumie kodi hiyo kwa uadilifu. Hapo ndipo kodi inakuwa ni nguzo imara ya maendeleo na kujitegemea kama ambavyo kauli mbiu hii inatuambia. Kuna msemo unaosema imani huzaa imani. Hapa nataka nisisitize kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania ikijenga imani na kumhudumia mlipa kodi kwa haki, heshima na weledi, vivyo hivyo itajenga imani ya mlipa kodi kwa TRA, na serikali inapotumia kodi hizo kuwaletea maendeleo wananchi wake, inajenga imani kwa wananchi hao kuendelea kulipa kodi. Kwa hiyo imani huzaa imani. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, tumemsikia Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania ndugu Yusuf Mwenda akiwasilisha mafanikio ya TRA, hatua walizopiga katika kuongeza makusanyo na kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha mifumo ya usimamizi wa kodi nchini. Niseme kwa dhati, tumepiga hatua kubwa na tujipongeze wote. Kama alivyosema Rais wa Zanzibar, sifa hizi zisitufanye tubweteke, bali tuongeze nguvu katika ukusanyaji wa mapato, na si nguvu ya kwenda kuwanyanyasa na kutia harakati kwa wafanyabiashara, nguvu ya maarifa na teknolojia, weledi na uadilifu katika kusanya mapato. Tunapoanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, tujipange na utekelezaji wa mikakati itakayotuletea mfumo imara na endelevu
wa ukusanyaji wa mapato yetu nchini. Natamani sana tuwe na wigo mpana wa walipa kodi wazalendo na wanaojua wajibu wao. Natamani sana tukuze mifumo iliyorahisishwa na inayosomana ya ukusanyaji wa mapato nchini, na natamani sana watendaji wetu wazidishe weledi, ubunifu na uadilifu. Hii itakuwa zawadi tosha mtakayonipa wakati nikimaliza muda wangu wa uongozi, nikiacha TRA yenye sifa hizi, mamlaka ya mapato yenye sifa hizi na inayokusanya kwa kiasi kikubwa kuelekea kujitegemea. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kwa upande wetu serikali tutaendelea kujenga mazingira bora ya kufanya biashara ili tuweze kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara wengi kutoka nje na ndani ya nchi. Tutaendelea na hatua za kuzikuza na kuzirasimisha biashara ndogo na za kati ili kuongeza wigo wa walipa kodi. Tutaendelea kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania ili iweze kufanya kazi zake kwa umakini na ubora zaidi. Nimefurahi kusikia kuwa TRA inaanza utekelezaji wa mpango mkakati wa 7 wa kuimarisha taasisi na kukuza tija. Nawapongeza kwa hatua hii. Rai yangu kwenu kwamba mpango huu usipimwe kwa ujenzi wa ofisi mpya za mamlaka ya mapato Tanzania nchi nzima au magari na makompyuta mtakayoyanunua, bali kwa matokeo yanayomgusa mlipa kodi. Vile vile mpimwe kwa ongezeko la mapato ya taifa letu. Tukifanikiwa na hayo, tutajenga uwezo wa kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi wenzangu, napoendelea kusisitiza umuhimu wa kulipa kodi, natambua kwamba kulipa kodi ni uzalendo na heshima, na kukwepa kodi ni usaliti na si jambo la fahari hata kidogo. Hata dini zetu zinahimiza ulipaji wa kodi, sio tu kama wajibu kwa mwananchi, bali pia ni uungwana na tendo la imani. Wanasema kulipa kodi is a civic duty as well as moral and spiritual obligation. Kwa Wakristo, mafundisho ya Bwana Yesu kwenye Luka 20:25 na Matthew 17:27 yote yanahimiza waumini kulipa kodi pale inapohitajika. Kwa hiyo kwa waumini wa dini hii wende wakaangalie huko. Kwa Waislamu, hadithi iliyoelezwa na Ibn Majah, hadithi namba 1991 na Ibn Umar na Bibi Aisha, ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua dinar 20 au zaidi kutokana na mauzo ya mazao ya kilimo kuendana na aina ya kilimo mtu anachofanya, kama ni kumwagilia au kusubiri mvua. Kwa hiyo alikuwa akichukua fedha kwa viwango tofauti kwa ajili ya matendo ya imani na kutimiza mahitaji ya jamii, sawa sawa na tunavyochukua kodi, ni kutimiza huduma za jamii nchini, lakini pia kujenga maendeleo ya nchi yetu. Vile vile katika sheria za Kiislamu kumetajwa aina 4 za kodi, nazo ni kodi ya mali, property tax, kodi ya maduka, kodi ya ardhi, lakini pia kuna kodi ya kichwa ambapo hapa kwetu hatufanyi. Kilichosisitizwa zaidi kwenye dini zetu ni kutokuwa na kodi ya dhulma au dhulma ya kodi. Kodi ya dhulma ni pale mamlaka ya mapato inapopiga kodi kubwa kwa mfanya biashara bila kuzingatia uhalisia wa kodi anayotakiwa kulipa. Na dhulma ya kodi ni pale mfanya biashara anapodanganya makusudi ili asilipe kodi inayotakiwa. Kwa hiyo tunakatazwa kodi ya dhuluma na dhulma ya kodi, yote yanakatazwa kwenye dini zetu. Ndugu zangu, napoendelea kuhitimisha hotuba yangu,
Niendelee tena kuwapongeza walipa kodi mliopokea tunzo ya Rais leo. Hongereni sana. Ni imani yangu kwamba mtaendeleza uadilifu mliouonesha, na kwa wale ambao hawakupata tuzo leo, tutarekebisha yale mapungufu machache yaliyopo na kuweza kuingia kwenye mkondo wa akina mzee Bakhresa mwakani. Aidha, nirejee tena kuipongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania na Watanzania wote kwa kutimiza miaka 30 ya huduma za ukusanyaji mapato yaliyotufikisha kiwango cha maendeleo tulicho nacho leo. Wote tujipongeze na tuhongere sana. Nawapongeza pia makamishna wakuu waliopita ndani ya mamlaka hii, bodi, management, watumishi wote wa TRA, Wizara ya Fedha na walipa kodi wote nchini. Kila mmoja kwa nafasi yake amechangia kujenga taasisi hii na kuifanya iwe sehemu muhimu ya ujenzi wa taifa letu. Hata wale wanaokaidi kulipa kodi wamechangia ndani ya taasisi hii, kwa sababu imewafanya sasa watafute mbinu za kuwafanya waweze kulipa kodi. Ingekuwa kila mtu analipa kodi yake kama inavyotakiwa, wange relax, wasingezaa maarifa mengine haya ya teknoloji na mbinu mbalimbali za ukusanyaji wa kodi. Kwa dhati ya moyo wangu nashukuru kwa kunipatia tuzo inayotambua mchango wangu katika kuimarisha mifumo rafiki ya ulipaji kodi nchini. Kazi hii ni ya pamoja, tumeifanya sisi wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Basi mafanikio haya pia tusherehekee kwa pamoja, na tunzo ile ni tunzo ya Watanzania wote. Na mwisho lakini sio kwa umuhimu, naomba kila mmoja wetu aondoke na tafakari hii: kuwa kodi si fedha inayotoka kwa wananchi kwenda kwa serikali tu, ni dhamana inayorudi kwa wananchi kupitia huduma na maendeleo. Tukilitambua hilo, tutaona kwamba kulipa kodi ni kitendo cha kizalendo na kishujaa. Kusimamia ukusanyaji wa kodi kwa haki na uadilifu na matumizi sahihi ya kodi hizo za wananchi, hutimiza wajibu na kulinda maslahi ya wananchi na kulikuza taifa. Kwa hiyo wote tuna wajibu wa kulipa kodi zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na washukuru kwa kuhudhuria hafla hii, na wale wanaotutazama kwenye vyombo vya habari, na washukuru pia kwa kuchukua muda wao kutuangalia au kufuatilia tukio hili. Miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Oye! Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Mungu aibariki Mamlaka ya Mapato Tanzania. Asanteni sana kwa